Utukufu na heshima, utukufu na heshima, utukufu na heshima, utukufu na heshima, utukufu na heshima vina wewe Mungu wetu mwema. Utukufu na heshima vina wewe Mungu wetu mwema. Daudi anasema ukuu wa Mungu hauchunguziki, ukuu wa Mungu hauchunguziki, ukuu wa Mungu hauchunguziki, ukuu wa Mungu hauelezeki, ukuu wa Mungu hautambulikani, hautambulikani, hauna kipimo, hautambulikani, hauna kipimo, hautambulikani, hauna kipimo, hautambulikani, hauna kipimo. Asante kwa uweza na nguvu zako na fadhili zako na huruma zako na rehema zako zisizo na mwisho, zisizo na kikomo, katika jina la Yesu. Kwa rehema zako Bwana, utufundishe, utukumbushe, tuyaishi makusudi, tuyaishi mapenzi yako. Tuna kiu, tuyaishi makusudi, tuyaishi mapenzi yako. Faraja ya mioyo yetu ni kukuinua na kukutukuza kwamba hakuna kama wewe, katika jina la Yesu. Uwepo wako uende nasi Bwana. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tutajifunza somo linasema sadaka kama mbegu ya hatima yako ya maisha. Sadaka kama mbegu ya hatima ya maisha, au sadaka kama mlango wa kuisogelea hatima ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwanza nianze tu kwa utangulizi. Kuna mambo ambayo yanaathiri hatima zetu. Hatima yetu ni nini? Ni kile ambacho Mungu ametukusudia tukiishi. Apewe sifa Yesu. Kile ambacho Mungu amekuweka wewe uwe. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tumeenda mbali sana. Imagine hapa kuna watu ambao wanaishi maisha ambayo ni matokeo ya kukasirika. Kwa nini? Hasira ilimpangia mahali pa kuishi. Alikuwa anakaa na mtu fulani, wakapishana, akakasirika. Kwa hiyo uchungu umempangia sehemu ya kukaa, na yeye anajiona yuko comfortable kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Anafikiri ni akili timamu iliyomfanya akae pale, lakini si kweli. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo unaona kiwango ambacho tuko mbali na hatima zetu. Na wakati mwingine wakati tunakuwa, kuna mambo ambayo wazazi walitusisitiza elimu. Sio jambo baya. Yaani kiwango ambacho tukasahau mambo mengine ya msingi. Na ndio maana tumefika mahali tuna elimu nzuri, lakini uwezo wa kuishi na watu hatuna. Bwana apewe sifa. Una mtu ofisini ambaye ukimpa mafaili afanye kazi, it's wonders, lakini hafai kusimama mbele za watu. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kabisa kuingiliana na watu. Kwa hiyo unagundua kwamba pamoja na kwamba walijitahidi kutupa mambo mazuri, nayo yakatuondoa kwenye kusudi la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ushakutana na baba waliosoma zamani, wale wa baba waliosoma zamani wakiwa wanajisifia. Unaweza kufikiri ni jambo la maana sana. Unajua mimi nilikuwa naenda shuleni natembea kilomita 5. Hivi kilomita 5 kweli ninakujipongeza hivi? Hali tu ilikuwa ngumu. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani naye hiyo anaona ni quality ya maisha, lakini kumbe ilikuwa ni shida. Jina la Bwana libarikiwe. Kilomita 5 ukimwambia tembea leo, hata 2 zinamshinda. Apewe sifa Yesu. Lakini najaribu kukuambia kwamba kuna ufahamu ambao ulishatengenezwa ukatuweka mbali na kusudi la Mungu, kiwango ambacho roho ya kustawi kumwelekea Mungu imekuwa ngumu. Sasa jumlisha ndugu wanaotuloga na kutuchukia, tuko mbali kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Apewe sifa Yesu. Jumlisha bado mtazamo wa kwako kwenye maisha sio chanya.
una shida, malezi shida, uchumi wenyewe shida, jumlisha tena wakuroge tena, ndugu yangu, uko mbali. Mwambie jirani yako uko mbali, mwambie mbali kweli kweli. Bwana apewe sifa. Na bado hapo tena hujaachwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, 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 haleluya. Kitabu kile cha Waefeso sura 4 mstari wa 26, Biblia inasema hivi: mwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Kwa nini? Kwa sababu uchungu una nafasi ya kukupangia maisha na kukuondoa kwenye kusudi la Mungu. Mithali 26:24 anasema hivi: afichaye achukiaye, anasema achukiaye huficha chuki kwa midomo yake, naye huweka akiba ya hila moyoni mwake. Maana yake kuna mtu akimkwaza anaweza akajitahidi asionyeshe kukwazika, lakini hajasamehe, lile kwazo analitunza, linakaa ndani. Hila ni uchungu au hasira iliyoboreshwa. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu inabaki na faraja moja tu, kumchukia au kumwazia mabaya unayemchukia. Hilo nalo ni tatizo jingine. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana huwa nawaambia hata waliookoka wanaompenda Yesu wataenda mbinguni. Wana matusi ila hayatoki nje, yamebaki tu huku. Bwana asifiwe. Ukipita pale na anakuchukia, basi anakupa tusi la moyoni, mbwa yule, ila tu halitoki. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inaitwa hila, inaitwa hila. Kumbe hila inakutoa kwenye kusudi la Mungu. Apewe sifa Yesu, apewe sifa Yesu. Sasa tuangalie sadaka ni nini. Tafsiri ya kwanza kabisa nyepesi, sadaka ni namna nyingine ya kuomba. Narudia tena, sadaka ni njia nyingine ya kumwomba Mungu iliyobeba nguvu ya kuyavuta mapenzi ya Mungu kwenye maisha ya mtu. Hatutoi sadaka kwa sababu tuna mahitaji, kwa sababu akina mama wanataka watengeneze mradi. Hatutoi sadaka kwa sababu tu tuna ujenzi tunajenga. No, tunatoa sadaka kwa sababu sadaka ni aina nyingine ya maombi yenye kusudi moja, kuyavuta mapenzi ya Mungu kwenye maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamtegemea mtoa sadaka ni muombaji, tena muombaji anayeyavuta mapenzi ya Mungu. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya maombi ya mdomo na maombi ya sadaka, kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu maombi ya mdomo yamebeba madhaifu na mapungufu yetu. Tunaweza tukaomba kitu ambacho hata Mungu hakitaki, lakini sadaka haiwezi kuomba kitu ambacho Mungu hakitaki, ila wewe una nafasi ya kuomba kitu ambacho Mungu hakitaki. Bwana Yesu asifiwe. Utaniambia ni kitu gani mwalimu? Hivyo wewe umewahi kuona waliookoka wakigombana wanavyoenda kuomba? Mungu ndo anajua, mmoja wao ni chizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anaomba anavutia upande wake. Na ndio maana kuna gharama kubwa sana ya kusolve ndoa za wachungaji, kubwa sana, kwa sababu unamtafuta aliyemkosa mwenzake umuoni. Kila mtu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana, kwa hiyo alinijibu vibaya. Bwana asifiwe. Mimi sikumjibu vibaya, ila Mungu anajua kuna mmoja wao ana tatizo. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukiwaacha wakae katika hali hiyo, utasolve tatizo. Na ndio maana unapoenda kushughulikia jambo la ambao wamepishana na wanaomcha Mungu, unatakiwa uwe na jicho la Mungu 100%. Ukienda na ushauri huu tunaokutana nao kwenye mitandao, unafeli. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ana sifa zote. Sifa za upole anazo, sifa za utu wema anazo, sifa za utulivu anazo, sifa za kujitoa anazo, lakini kuna mmoja mbingu zinajua ana tatizo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo
maombi yetu mbele za Mungu sawa sawa na akili zetu, kuna kiwango, kuna shida. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu unaweza kaenda mbele za Mungu, Mungu naomba unipe milioni 1 tu, ukinipa nalipa ada za wanangu, basi naomba Mungu unipe, naomba. Mungu akimpa anagundua kikoba wanavyomdai. Na ndio maana kina mama wengi ukitaka kuwasaidia hapo usiwape hela, wapelekee kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna kiwango ukimpa hela ndo anaenda kuklia deni la kikoba, anafu anatulia hana kitu vile vile. Jina la Bwana libarikiwe. Tafsiri yangu ni hii, ni kwamba ndani yetu sisi tuna madhaifu mengi kiasi kwamba kiwango chetu cha kuomba kinaweza kisifikie ule utakatifu, ule utimilifu, yale mapenzi ya Mungu ya kutufanya Mungu atuinue, atutoe kwenye eneo fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unampa mtu milioni 1, anaenda kuklia kikoba chake 800,000, anapeleka shuleni 200,000, wanaanza mwalimu tuzungumze. Hii nyingine mimi nakwambia muda tunaimalizia. Lakini kumbe aliomba mbele za Mungu apewe akalipe nini? Ada. Na bahati mbaya Waswahili wengi sisi tunafahamiana. Kuna mipango kama 3 hivi. Mpango wa kwanza ni mpango ambao hauna kitu, mpango wa pili ni mpango ukiwa na kitu, na mpango wa tatu ni mpango ambapo kile kitu kimepita. Mpango ambao mtu hana kitu, nikipata tu mimi nashusha tofali, nikipata nashusha tofali. Na anapata kweli, anasahau kwamba alikusudia kushusha tofali. Ikibaki robo ndo anakumbuka, hivi si nilisema nataka kushusha tofali, nitashusha wakati mwingine. Kumbe tayari mpango umebadilika. Sasa sadaka huwa haibebi kitu kama hicho. Takupa mifano michache. Tuanze kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 16. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 16. Kiu ya moyo wangu ni tuyavute mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu, na Mungu akaachilia msaada stahiki katika jina la Yesu. Anasema hivi hata Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 16. Sasa hii mtumishi wa Mungu sitakusubiri muda. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shenemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamchurutisha aje ale chakula. Ikawa alipopita njia ile huingia ula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo kutani, na ndani yake tumweke kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa tujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule mwanamke Mshunami. Naye alipokwisha kumwita akasimama mbele yake akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akajibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu akasema hivi, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kumwita akasimama mlangoni akasema, panapo wakati huu mwakani utakumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi uongo, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu mwanamke alijisikia fahari kutoa sadaka. Tunaelewana vizuri? Alipotoa sadaka akawa amemaliza kazi yake, lakini sadaka ikaenda kudai atendewe nini. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Wale watumishi wa Mungu wakaziamini akili zake, kwamba kwa akili zake aseme. Yule mwanamke kwa akili zake ni timamu kabisa, na anafahamu kwa akili zake ya kwamba hawezi kupata mtoto. Kwa nini? Kwa sababu mumewe ni mzee. Kwa hiyo mbele za Mungu kuomba mtoto sio hoja kwake. Tunaelewana vizuri? Na akipima hali ya uchumi alionayo inamtosha.
Kwa hiyo hahitaji kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo sadaka ikajua ya kwamba huyu mwanamke ufahamu umeshazuiwa, kile anachotakiwa kuona hawezi kukiona tena. Ni kwa sababu ameamua akam, na alichokifanya sio kwa sababu anajua ya kwamba haiwezekani. Apewe sifa Yesu. Kwa hiyo sadaka ikadai huyu mtu apate kitu. Kwa hiyo walipomwita mara ya pili, ilikuwa sio muda wa kunegotiate tena, kwa sababu wanajua akili yake imekataa. Hata kama akili yake imekataa, kinachosema kwa Mungu sio akili yake, kinachosema sasa ni sadaka yake. Kwa hiyo atapata sawasawa na sadaka yake, kwa kuwa sadaka imebeba mapenzi ya Mungu, haijabeba mapenzi ya huyo mwanamke. Kwa hiyo kwa mapenzi ya Mungu yaliyobebwa na sadaka yake akapata mtoto. Haleluya, haleluya. Na hili limetukuta watu wengi. Kuna mambo mengi sasa hivi hatuombi tena. Na mimi wanamwambia mtu, mara nyingi wanasema, ukiomba jambo mara ya kwanza, ukiomba jambo mara ya pili, ukiomba jambo mara ya tatu, uwe na uhakika kuna nguvu ya kuomba inapungua. Kwa hiyo kuna mahali tunaenenda tukifikiri kwa akili zetu timamu tumeamini, lakini kumbe kuamini kulishakufa siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inatugharimu sana, kwa sababu moyo wa mwanadamu hauumii mara mbili. Moyo wa mwanadamu unaumia mara moja, hauumii mara mbili. Na ndio maana tatizo lile lile, maumivu yale yale, lakini jana na leo yatatofautiana. Leo ataona anapuuza kuconcentrate kwenye yale maumivu. Kwa hiyo kuna mfumo wa hali ya kukata tamaa. Watu wanafikiri kukata tamaa ni kusema jamani nimekata tamaa. Kukata tamaa ni hali ya kuridhika na ugumu unaopitia. Basi wewe umemfuata Jeni umuoe, kakukataa mara ya kwanza. Umeenda tena, Jeni nakupenda, sikutaki. Jamani Jeni sikutaki. Wewe unafikiri utaenda tena? Bwana Yesu asifiwe. Alivyokukataa mara ya kwanza iliuma, mara ya pili iliuma, mara ya tatu kuuma kulipungua kidogo, mara anaachana naye. Kwanza Jeni mwenyewe akitembea kama anarudi, kama anaenda eleweki. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku tatizo moyoni solved. Jina la Bwana libarikiwe. The problem is solved. Na ndio maana tunafunga ndoa madhabahuni pa Bwana. Kumbe kuna mahali tunashikiliana tu ni kwa sababu madhabahuni tulitamka. Bwana asifiwe. Lakini kuna namna ulishachoka na unatamani uendelee mbele. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu haumii mara mbili. Na kuna watu ni mara moja tu, ukimdharau anakudiriti safari mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hajui kwamba kukataa pia ni ishara ya kwamba na yeye niko vizuri. Yeye mara moja tu amekataa safari. Wakaka msiwe hivyo bwana, ongezeni juhudi. Lucas ndiye. Kitabu cha Matendo ile sura ya 9 mstari wa 36, nitasoma mpaka ule wa 42. Matendo sura ya 9 36 mpaka 42. Neno zuri la Mungu linasema hivi: na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizotoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata alipokwisha kumosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wake wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua akaketi. Akampa mkono akamuinua, hata kisha kuwaita wale watakatifu na wajane akamweka mbele yao hali yu hai.
Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Dorcas alikuwa hata duniani hayupo. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Lakini sadaka alizotoa zikamfanya Petro aende akamwinue. Sasa mdogo wake Petro naye afikiri kama atafufuka. Blaza alimfufua Dorcas. Kwa haina shida, mimi hata mkinigonga na gari fresh tu, blaza ataniinua. Nenda kajitege. Utapitiwa na utaenda jehanamu, una adabu wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini mtumishi wa Mungu huyu Dorcas, kilichokuwa kinalia ni matendo mema na sadaka alizotoa. Kwa hiyo kuna watu ambao maisha yao yanatakiwa yashikiliwe na sadaka zao. Kuna mahali wamekaa wanashikiliwa, kuna mahali wamekaa wanatunzwa, kuna mahali wamekaa wanalindwa. Kinachowalinda ni sadaka zao. Ukiwatazama wao ni wanadamu kama wewe, wana madhaifu kama wewe, wanachoka kama wewe, wanahangaika kama wewe, lakini neema ya Mungu kwa sadaka zao inawashikilia mahali ambapo wanajikuta wako salama. Na mimi wanawaambia, na wachawi wanajua, wanaweza wakakaba watu sana, lakini sio kila mtu anakabwa. Kuna watu ambao wanalindwa na sadaka zao, hata hao wachawi hawawezi kuwagusa. Haleluya, haleluya. Wapo. Usikafikiri ukiwa mchawi unakaba tu watu. Kuna watu huwezi kuwakaba. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu after all, katika vitu vya ushamba, uchawi ni ushamba kabisa. Wewe unakuwaje mchawi alafu mtu wa maana kabisa? Bwana asifiwe. Yaani mchawi yeye kushikashika shingo za watu, kushikashika shingo za watu. Wewe unaacha kuchukua hela unashika shingo la kazi gani? Huo si ushamba huo. Kwanza vishingo vingine vyembamba, havina hata mapingili, kashingo kama ufagio, kama sijui fimbo la kufagilia lile, kembamba. Wewe unashika. Wewe. Bwana asifiwe. Hebu mwambie jirani yako acha ushamba. Sijasema ni mchawi, Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1 hadi ule wa 6. Matendo ya Mitume 10:1 hadi 6. Sasa palikuwa na mtu mmoja Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtahua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono wazi wazi kama saa 6 mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akatazamana, akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi peleka watu Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro, yeye mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani, atakwambia ya kupasayo kutenda. Huyu alikuwa anatoa sadaka, lakini sadaka ikampa wokovu. Hakusema anatoa ili nipate wokovu. Hakusema anatoa ili Mungu anionekanie. Apewe sifa Yesu. Vivyo hivyo ukienda kwa Ibrahimu, yeye aliwatunza tu wale wageni waliokuja kwake, na alipowatunza wakamwambia, yuko wapi Sara mkeo? Wakamwambia, Sara huyu mkeo atapata mwana. Sara alicheka. Unajua kwa nini alicheka? Kwa sababu anajua huyu malaika kachanganyikiwa, hajui kwamba mimi ni mzee na mume wangu ni mzee. Sara akacheka. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu ambacho pamoja na kwamba anamwamini Mungu, ila moyoni hakikuwepo. Unakataa. Kuna mambo mengi ni ushahidi ya kwamba haiwezekani kutupata sisi, lakini iko neema ya mlango wa sadaka. Unayemuona wa kawaida, iko siku utatamani kuwa na kumbukumbu ya picha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ili angalau uwaelezee watu.
Maana nakushauri piga picha na mimi, nakwambia kuna siku utaenda viral. Apewe sifa Yesu, apewe sifa Yesu. Mwambie jirani yako, piga picha na mimi, nimekusudia kutoa sadaka safari hii. Mwambie piga picha na mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu kuna mahali utakuja kumwelezea, unajua ili tulikuwa tunasali naye, tunaweza hebu tuonyeshe picha. Utaonekana una pointi. Utaonekana tu unajisifia bure. Apewe sifa Yesu. Tusimame watumishi wa Mungu. Natamani daima kuwa kama Bwana, mpole tena mwema wa mapenzi sa. Rudia tena. Natamani daima kuwa kama Bwana, mpole tena mwema, mpole tena mwema wa mapenzi. Rudia tena. Natamani daima, natamani kuwa kama Bwana, mpole sana, mpole tena wa mapenzi sana, wa mapenzi sana. Natamani daima, natamani daima kuwa kama Bwana, mpole sana, mpole tena wema wa mapenzi sana. Natamani daima, natamani daima kuwa kama Bwana, mpole tena wema wa mapenzi sana. Natamani daima, natamani daima kuwa kama Bwana, mpole Bwana, mpole Bwana, wa mapenzi. Natamani daima, natamani sana, natamani sana, mpole sana, mpole tena wema wa mapenzi. Sema, Bwana Yesu, asante kwa rehema zako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa huruma zako, asante kwa neema yako, asante kwa uzuri wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema mikononi mwangu kuwa na sadaka mbele za uso wako. Mungu wa rehema, andaa moyo wangu niyavute mapenzi yako kwa sadaka mkononi mwangu. Mungu wa rehema, Roho Mtakatifu, andaa moyo wangu, andaa moyo wangu. Nimechoka kukaa mbali na wewe, kukaa mbali na makusudi yako, kukaa mbali na mapenzi yako, kukaa mbali na uzuri wako. Natamani sana, natamani sana, natamani sana niishi mapenzi yako, niishi makusudi yako, niishi kwa nguvu zako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nitapangiwa na sadaka mahali nitakuwa, nitapangiwa na sadaka chakula nitakula, nitapangiwa na sadaka
uchumi nitakaohitaji, nitapangiwa na sadaka wana mikononi mwangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninakushukuru sana, ninakushukuru sana. Mimi naamini madhabahuni pako hapajawahi kutengeneza hasara, wala ujumbe huu sio bure, sio bure, sio bure. Kuikabiria mimbari ya Bwana, kusimama madhabahuni pa Bwana sio bure. Kuna moyo umeukumbuka katika jina la Yesu, kwa roho ya unyenyekevu sana. Roho Mtakatifu, fanya hima kwenye mioyo yetu, uturudishe kwenye kusudi na mapenzi yako. Sadaka yetu isikike na inene mema mbele za uso wako. Sadaka yetu ikubalike. Mungu, katupokee tena katika jina la Yesu, amen. Natamani daima kuwa kama Bwana. Pole Bwana, naomba tukae tena.